Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wamekula nyoya kuhudhuria katika mkutano wa leo dhidi ya waandishi wa habari, mkutano ambao utakiwa ufanyike majira ya asubuhi kabisa saa 5:30. Lakini afisa habari wa ligi kuu ya Tanzania TPLB Karim Boimanda ameelezea ni kitu gani ambacho kimewakumba Wekundu wa Msimbazi hadi kutokuhudhuria mkutano huu. Kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano. Lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo. Hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu. Kifungu nambari 17.2 ndiyo kanuni yenye jukumu la kuhudhuria mikutano yote na waandishi wa habari, yani press conference. Lakini kanuni nambari 17 kifungu cha 62 ndiyo kanuni inayoonyesha ni adhabu gani inayofanyika endapo timu haijahudhuria mkutano. Timu inaweza kutozwa faini ya shilingi 100,000 au 300,000 na kuendelea zaidi. Timu itapewa onyo kali kufuatia kitendo hicho, lakini bodi ya ligi inaweza kuamua kukata alama kwenye msimamo wa ligi kuu. Ikumbukwe kuwa vijana wa Jangwani, klabu ya Young Africans, itakuwa wenyeji katika mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 25 wakiwakaribisha Wekundu wa Msimbazi majira ya saa 11 kamili, mchezo ambao utaruka mubashara katika uwanja wa Benjamin Mkapa.